Katika video hii tunaangazia jinsi ya kulipia SHA kwa Wakenya wasio na ajira au waliojiajiri ambao tayari wamepima uwezo wao wa kipato, yani means testing. Baada ya kupima uwezo wa kipato chako, unafungua maelezo yako ya SHA. Mfumo utaonyesha kiasi cha pesa unachotakiwa kulipia SHA. Utagundua kuwa hulipi kupitia eCitizen au sehemu nyingine yoyote. Badala yake, unapofika kwenye ukurasa wa mwanzo au nyumbani, yani homepage wa maelezo yako, utaona malipo yako ya SHIF na chaguo la lipa, yani pay. Unabofya lipa, kisha mfumo unakuonyesha hatua za kulipa kupitia M-Pesa. Mfumo utachukua moja kwa moja nambari yako ya simu kutoka kwenye maelezo yako. Utakuwa na chaguo la kulipa kwa mwaka mzima. Baada ya kuchagua, unabofya lipa na mfumo unatuma maelekezo kwenye nambari ya simu ulioonyesha. Ikiwa unataka kubadilisha nambari ya simu ya kulipia, unaweza kufanya hivyo. Unapotia nambari yako, hakikisha unaweka katika njia iliyo sahihi. Hapa tumepata ujumbe kuashiria nambari tulioweka ulikuwa na kasoro kwa sababu tumeanza na nambari 254 badala ya 07. Njia sahihi ya kutia nambari ya simu ni kwa kuanza kwa nambari 07. Ukijaribu kulipa bila kurekebisha nambari hiyo, malipo hayatafanikishwa na ujumbe wa kosa utaendelea kujitokeza. Baada ya kuingiza nambari sahihi, mfumo utatuma ujumbe wa malipo ya M-Pesa, yani SDK push kwenye simu yako. Na kama unavyoona, kuna ujumbe sehemu ya juu ya kulia unaokuambia, angalia simu yako, utie pini yako ya M-Pesa ili kukamilisha malipo. Unadhibitisha kuwa umepokea ujumbe wa malipo, yani SDK push, kisha unaingiza pini ya M-Pesa kwenye simu inayolipia. Baada ya hapo, maelezo hayo yanasasishwa moja kwa moja kuanza kufanya kazi kwa sababu tayari umelipa. Katika mfano huu, malipo yalifanyika kwa mwaka mmoja na sasa hali ya akaunti inaonyesha kuanza kutumika. Pia inaonyesha ujumbe kuwa umefanikisha kujisajili kwa SHA na unaweza kuongeza wanaokutegemea na kuangalia rekodi zako za afya. Kwa hivyo, unaweza kuangalia maelezo yako, unaweza kuongeza wanaokutegemea, kuongeza ndugu wa karibu, kukagua anwani yako na kuona vituo vya afya vilivyo karibu na eneo lako kulingana na anwani ulioweka. Na hivyo ndivyo unavyolipa SHA kupitia tovuti ya SHA afyayangu.go.ke.